Ezekiel Mpaka ni wakili wa kujitegemea ambaye ni kwa mahakama. 2024 mwezi wa 11 tumeona wote kilichokuwa kimetokea. Wakaja kabla hapo ilikuja tume wakasema kwamba wanaomba kubali kufanya marekebisho ya tume ya uchaguzi. Ikabatizwa jina na kuitwa tume huru. Lakini hatuoni kwamba kweli kuna uhuru kwenye ile tume. Kwa sababu kama ambavyo jina lake lilivyo, tunaamini yale yaliweza kureflect kwenye utendaji kazi wao. Kilichofanyika mwaka jana wote tumeweza kushuhudia, nchi nzima tumeweza kushuhudia. Hata maeneo yale machache ambao wapinzani waliweza kushinda. Nadhani ilikuwa tu ni huruma tu ya CCM kwamba ngoja na wao hawa tuweze kuwaachia. Kwa sababu tume ile ikawatoa baadhi, tena kuna baadhi ya wilaya ambao karibia wote waliondolewa kwamba hawajui kujaza. Wamejaza kimakosa. Sasa kwa nini tufanye kutoana kwa njia ambazo si halali? Yaani tunataka kuniambia kwamba ni wapinzani pekee ndio ambao hawajui kujaza hizi fomu. Ama wapinzani hao wamesoma shule zipi ambazo ni tofauti na shule walizosoma CCM? Kwa hapo unakuja kuona kwamba ni tume ina watu wake inaotaka wafanye kazi. Ina watu wake inaotaka wao ndio waweze kupita. Lakini kwa nini hii tume tunaitupigia sana lawama? Kwa sababu mkurugenzi mkuu wa tume ya uchaguzi anateuliwa na rais. Rais ambaye leo hii aliyemteua ndiye huyu rais ambaye anaingia kwenye vita. Yaani kwa lugha tu nyepesi, brother, wewe tuchukulie Mangungo yuko pale Simba. Ni rais wa klabu ya Simba. Simba inaenda kucheza na Al Nassr. Unamwambia Mangungo ndio ateue refa wa kuchezesha mechi. Alafu Simba inahitaji kuvuka. Sidhani kama Mangungo atatafuta refa ambaye atakuwa against his will au atakuwa kinyume na matakwa ya Mangungo. Lazima atekeleze kile Mangungo anachokitaka. Kwa tunapotasema kwamba tume ni huru, hatutegemei kwamba rais huyo ndio aweze kuiteua. Kwa sababu yeye mwenyewe anaingia kwenye uchaguzi huo. Lakini pia kuna hao wasaidizi wa huyu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambao wasaidizi wake wote tunaona kwamba ni watu ambao ni wakurugenzi wa wilaya. Wakurugenzi wa wilaya wanateuliwa na nani? Wateuliwa na rais. Na wanapokea maelezo kutoka kwa nani? Kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye anateuliwa na nani? Anateuliwa na rais. Kwa huku chini wanaokuja kufuata ni watendaji. Watendaji wa kata, watendaji wa vijiji ambao pia wanawajibika kwa nani? Kwa mkurugenzi. Kwa hiyo huwezi ukaniambia kwamba tume hii ipo huru. Tumeshuhudia mwenyekiti aliyekuwa anagombea upande wa Chadema hapa Mbozi aliweza kupigwa na akauliwa kwenye nyumba yake. Lakini sijui kama kuna hatua zozote za msingi ambazo zinaweza kuchukuliwa. Tena siku moja kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Na tume hiyo ilikuwepo. Kwa ndio maana tunasema kwamba hakuna sababu ya hawa Chadema, kuna wakati mimi nawaunga mkono kwamba hakuna sababu ya wajipange kuingia kwenye uchaguzi wakitegemea matokeo tofauti na yale walioyaona kwenye uchaguzi huu wa serikali za mtaa. Kama serikali ina nia kweli ya kuleta uchaguzi ambao ni wa kishindani, hatuoni sababu ya kwa nini wanaogopa kusikiliza matakwa ya vyama pinzani. Kwa nini? Yaani kama kweli tunaona kabisa sisi serikali tunapendwa na tunaoyafanya ni yale ambao Watanzania wanayataka, kwa hiyo tunaogopa kwenda kukubaliana na matokeo. Yaani kwamba kama tunahitaji tume huru, yes, tukubaliane tutafanya tume huru. Kisingizio kimekuwa muda hautoshi. Kauli hii inataka mtu ambaye bado ni layman sana, yani mtu ambaye uwezo wake wa kufikiri upo chini sana. Tume hii tunaosema kwamba muda hautoshi kufanya marekebisho, tume hii haianza jana kurarabikiwa. Imeanza miaka na miaka iliyopita. Rais Kikwete kabla hajaanza kuondoka madarakani alianza kufanya initiative. Na zikafanyika mpaka jitihada za kutengeneza katiba mpya. Bunge likaundwa, maoni yakakusanywa. Ile tume ilitumia pesa kubwa sana za nchi na za walipa kodi. Lakini maoni yake mpaka dakika hii hatuyaoni yanifanyika nini.
Hivi hatuoni kama huu ni ubadhirifu wa kutumia pesa za wananchi kwa jambo ambalo hatukuwa tayari nalo? Tukaenda kuongeza kitu kinaitwa bunge la katiba lenye watu wengi sana na lilitumia pesa nyingi sana, likapitisha katiba ambao wao waliona inafaa. Katiba ile imefikia wapi? Leo Samia anatuambia kwamba alikuja na 4R akisema kwamba na hili pia angelitumia hiyo nafasi, lakini alikaa na nani mpaka anapotengeneza ile anaoita tume huru, ambayo mimi sidhani kwamba mpaka leo kwamba kikatiba ile katiba yetu ilishafanywa marekebisho na inaitambua kama ile ni tume huru. Katiba yetu inaitambua kama tume ya uchaguzi, lakini sheria yake iliyotungiwa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Sasa hapo najiuliza, kipi kimemzaa mwenzake, au sheria hii walioitunga ndio idhaa ya katiba? Kwa sababu kama swala hili lilipo kikatiba, basi tutakiwa tuanzie kwanza kwenye katiba kuibadilisha, ili isomeke kwenye katiba kwamba ni tume huru ya uchaguzi, na namna ya upatikanaji wake uelezwe kwenye katiba. Tume hii inapatikana kwa njia zipi? Kama tunaona kwa muda hautoshi, hatuna sababu ya kukimbilia kwenda kufanya uchaguzi tukiwa na ile tume ambayo tunaamini inaenda kufanya yale. Leo hii kwa kutumia tume ile, kwa kutumia akili zile, kwa kutumia serikali ile, tunahitaji tume huru. Tume huru ya namna gani? Tusikilize. Kwa mimi sidhani kwamba Aidha Chadema wanaweza wakazuia au hawezi kuzuia hilo, siwezi sana kulizungumzia kwa sababu sijui strategy zao walivyokwisha kuzipanga. Wakili, kwa nini unafikiri wewe waweza kwa upande wao kwenye hili kwamba unafiki ambacho wananuia kukifanya? Nimeshuhudia chaguzi nyingi. Nimeanza kushuhudia chaguzi 1995 nimezishuhudia, hizo sikupiga. 2010 nimekuwa na akili timamu, nimeanza kupiga kura. 2015 nimeshiriki kupiga kura. 2020 nimeshiriki kupiga kura. Nimekiona kinachoendelea, nimekisikia, nimekisoma kinachoendelea. Yaani kipindi cha uchaguzi utakuta hii ndio center ya kuhesabia kura. Kura zinaokotwa hapo nje. Na ni kura ambazo zinaonekana zinaokotwa hapo nje ni kura za upinzani. Why ziokotwe kura za upinzani nje? Kama kweli tume tuna nia ya kutaka ashinda anayestahili kushinda, zinaokotwa kura nje kwa maana gani? Wote tulisoma kilichotokea kwa mfano pale Kawe wakati Halima Mdee na mchungaji Gwajima wanachuana. Kura nyingi za Halima Mdee zilikuwa zinaokotwa nje, na kuna watu walikuwa wanakimbia na kura. Lakini wanakimbia na watu na kura wanatoka wapi? Wanatoka na kura ndani. Lakini polisi pale wapo na wanalinda. Ilikuwaje watu wanakimbia na kura? Hizi kura zingine zinazookotwa nje ni kwa sababu ya tatizo gani? Mimi 2005 nimekuwepo pia, nimekuwa na tume ya uangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Mataifa EU, tulikuwa Rungwe. Pia tuliona mchuano mkali uliokuwepo kati ya nani maarufu kama Pataya sasa hivi na Mwambegija. Tuliona mpaka sasa hivi ukipita ile barabara unakuta kuna sehemu barabara imeharibika ni kwa sababu watu walichoma sana matairi. Tuliona nini kilichokuwa kimetokea. Kwa hiyo tunakuja kuamini kwamba chaguzi zetu kwenda na tume hii, alafu unategemea yani tume ile ndio Boronga 2005 unategemea muundo wa tume hiyo ufanye 2020, alafu unategemea matokeo tofauti. Alafu ulichokikuta 2020 unataka 2025 kiende hicho cha unategemea matokeo tofauti. Yaani wewe ndio unakuwa tahini.